Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Sheikh Mlewa Shaabani Kimwaga, ni Sheikh wa mkoa wa Kilimanjaro, na beni yangu ni naye Sheikh wa mkoa wa wilaya ya Same pamoja na Sheikh wa wilaya ya Siha, wakiwakilisha mashekhe wengine wa wilaya kulingana na dharura zilizopo. Kwa niaba ya viongozi wenzangu wa mkoa wa Kilimanjaro, katika wakati huu na saa hizi nimepata taarifa na agizo ambalo watu wote wameona kupitia mitandao ya kijamii pamoja na mtandao mikubwa, kwa mfano TV hizi zinazoonyesha matamko ambayo yametamkwa, pia tamko ambalo limetamkwa na baraza letu la Waislamu wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania pamoja na taasisi zote za Kiislamu nchini, ambao na wao wametoa tamko, na hili ndilo ambalo tumepata agizo kwalo juu ya kuona kama wenzetu walivyokuwa wamelitoa. Sisi agizo tulilopewa ni kuhakikisha na wenzetu wengine wanapata taarifa hizo, wasije wakapata taarifa ambazo sio sahihi. Sisi kama Waislamu wa mkoa wa Kilimanjaro tunapokea tamko hili ambalo limetolewa na taasisi zote, na tunaliunga mkono kwa sababu kipaumbele chetu kama Waislamu na kama dini yetu inavyotuelekeza ni amani. Hicho ndio kitu cha kwanza, kipaumbele chetu sisi kama Waislamu ni amani. Bila ya kuweka amani hakutaweza kuwa na haki yoyote itakayopatikana, sababu haki inadaiwa pale penye amani, penye utulivu. Mahali penye utulivu ndio watu waweza kufanya mambo yoyote hayo. Kwanza tunawapongeza baraza la ulama pamoja na Mheshimiwa Mufti pamoja na taasisi zote ambazo walikubaliana kutoa tamko lile. Tamko lile limekuja katika wakati sahihi, katika muda sahihi, na limetamkwa katika wakati ambao kuna hitajio kubwa la kuponya nafsi za watu juu ya uongo na uzushi mkubwa uliozuliwa, uliowafanya watu kuingia kwenye mambo wasioyajua. Haya yaliyokuwa yametokea, lakini yamesababishwa na wahalifu wachache waliofikiri kufisidi na kuharibu mali za wenzao, lakini waliokuwa na tamaa za kutaka kujichukulia vitu vya watu, waliokuwa na tamaa ambazo haziwezi kumithilika kwa kipindi kichache sana ambacho waliamua kufanya haya. Hivyo sisi tunaunga mkono na tunakemea kama Waislamu wa mkoa wa Kilimanjaro. Kwa niaba yao mimi nikiwa shekhe wao nasema tunaunga mkono, hatutaki vurugu kwenye nchi hii. Kama ambavyo wamesema, Waislamu sisi sio wajinga, Waislamu sio wapumbavu, kwamba Waislamu wamenyamaza tu eti wanaonewa, wanafanywa hivi. Waislamu wanaangalia mbali sana, hawaangalii maslahi yao tu binafsi, wanaangalia na maslahi pia ya watu wengine. Lakini kubwa zaidi lililotuleta ulimwenguni si tamaa hizi za kibinadamu za ulimwenguni. Kilichotuleta ulimwenguni ni kuja kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi kama viongozi wa dini tunapaswa sana kujikita katika kuelimisha jamii katika kumwabudu Mungu, kuacha mambo maovu, kuacha mambo yote ambayo yanamuudhi Mwenyezi Mungu. Huo ndo wajibu wetu. Haya mambo mengine ambayo yanaingiana na mambo ya siasa, hatupasi sisi kuanza kuacha ule wajibu wetu, tukajikita na kuelemea moja kwa moja katika eti kupambana na kutafuta haki kwa nchi ambayo inaongozwa kidemokrasia. Nchi ambayo inaongozwa katika kidemokrasia katika dunia nzima, hakuna nchi ambayo inaonekana ina haki. Leo ukitafuta ni nchi gani ambayo inaendeshwa kidemokrasia ina haki, utashangaa hakuna. Haiwezi kuwa ni maajabu makubwa
kwamba hapa Tanzania kuna baadhi ya sehemu ndogo ndogo kwamba eti kuna haki haikutekelezwa. Hiyo vitu vya kawaida, kwa sababu watu wenyewe hao tunawataka tumewachagua wenyewe. Unachagua mtu mlevi, unachagua mtu hana uhakika, hana dini, hana nini, huyo mtu atakupa haki wapi? Kwa sisi kama viongozi wa Kiislamu tukilijua hilo, tunajua ya kwamba hawa wanatekeleza wajibu wao, wanajitahidi kadri walivyokuwa wanajitahidi, lakini sio kwamba lazima tungangane katika 100%. Lakini jingine kubwa lazima ifahamike ya kwamba sisi viongozi wa dini tunajua na tumesoma kwenye vitabu vyetu, tumesoma na kuona kwamba ni umbile la kawaida Mwenyezi Mungu aliloliumba duniani kuweko na maskini na matajiri. Haiwezekani wakatokea watu wachache wakasema wenzetu kwa nini ni matajiri. Haiwezekani nchi kuwa na matajiri wote. Haijapata kutokea duniani watu wote ni matajiri. Mungu asingeweka mambo ya nguzo za zaka, asingeweka vitu ambavyo lazima tuwalishe maskini, tuwafanye nini, asingetaja hivyo vitu. Ingekuwa nchi hii lazima watu wote watu wake ni matajiri. Haiwezekani. Kwa hiyo wale ambao ni wachache maisha yao ni magumu, hilo ndio umbile la Mwenyezi Mungu la kawaida, haisababishi na mtu mwingine yoyote. Na viongozi wa dini wanatakiwa wasimame hapo, waoneshe watu ya kwamba mtu kuwa maskini sio adhabu, ni jambo la kawaida. Watu wangapi wamesoma, wanajitahidi, wanatafuta kazi, wamekosa, wanalima, wameshindwa kulima, wamejifungulia miradi yao, wameshindwa kuiendesha. Haya yote yanatokana na lile umbile la Mwenyezi Mungu. Huyu ni maskini, lazima atamuhitaji tajiri amsaidie. Sasa ni roho mbaya, ni hasadi kumuona mwenzako ana uwezo mkubwa ukamlia ngoa kwamba kwa nini yeye ni tajiri. Hiyo ni roho mbaya na ni hasadi. Kwa nini fulani anaendesha gari zuri, mimi sina gari? Hiyo ni roho mbaya. Huyu nawe na gari zuri, wewe kuwa na baskeli, inakutosha kabisa katika maisha ya kawaida, tukijua tumekuja hapa ulimwenguni kwa ajili maalum ya kuja kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo sisi tunasema katika mkoa wa Kilimanjaro tumepokea tamko lile, na tamko lile tumelisambaza, tunalifanyia kazi, na mwisho wa Uislamu sisi tulikuwa wa mwanzo kuihakikisha amani ya nchi hii, na tutakuwa wa mwisho kuja kuivunja amani ya nchi hii. Hatutakubali kuivunja. Ni mpaka sasa tukilazimishwa kufanya hivyo katika zama hizo, lakini kwa sasa hatuna mpango wala fikra za kufanya hayo. Watu tunao, vijana tunao, na tukiamua kusema na sisi tunafanya kama walivyofanya wenzetu, sasa nchi itakalika. Kwa hiyo ifike mahali na sisi kama Waislamu tuseme kwamba amani kwanza, amani kwanza, amani kwanza. Na hawa viongozi wetu wa kiserikali tunawahimiza wajitahidi kuitekeleza na kuitenda haki, kuwapa haki kila mwenye haki yake, wampe haki yake, ili haya yote yasije kuendelea kutokea tena. Tunaliombea taifa, Mwenyezi Mungu ajalie wale waliopata maafa, waliodhurika, waliopoteza vitu vyao, mali zao, waliopoteza ndugu zao. Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani.